fahamu kauli mbiu iliyoko mwaka huu. Yetu ya mwaka huu ni uchaguzi 2025 utuletee viongozi wanaojali haki na maslahi ya wafanyakazi, na sote tushiriki. Haki na maslahi. Kila mmoja aseme haki na maslahi. Na kwa sababu tunatakiwa kuwachagua wa madiwani, wa bunge na Mheshimiwa Rais, basi kauli mbiu yetu hii inajielekeza huko. Anayeambiwa ni mfanyakazi wa serikali na mfanyakazi asiye wa serikali, wa mashirika ya umma na yasiyo ya umma, ili aweze katika uchaguzi huu kupatikana kwa viongozi wanaoweza kuwa tunu ya haki na maslahi kwa wengi. Aidha, nitumie pia nafasi hii kuwaasa zaidi watumishi, kuwapongeza sana watumishi kwa kazi nzuri ambayo mnaendelea kuifanya ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Naomba wote tujipige makofi mengi sana. Lakini kila inapotokea kufanya kazi, wengi huwa tunaangalia Mheshimiwa Rais anapandisha mshahara ama apandishi mshahara. Naomba niendelee tu kuwapa neno la faraja kwamba mishahara ni haki yenu ya msingi. Kupanda au kutokupanda ni jambo la kisheria, na naamini kabisa Mheshimiwa Rais ataendelea kuliangalia hili kwa macho mawili. Kwa sasa ni kwamba wale wote wanaopaswa kupanda madaraja wanapanda, wale wote wanaotakiwa kulipwa stahiki zao wanalipwa, na wale wote ambao wanaendelea kudai wanaendelea kulipwa taratibu kadiri mfuko wa serikali unavyozidi kupata fedha. Kwa mantiki hiyo, niendelee tena kuwaomba wafanyakazi wote kufanya kazi kwa imani kwamba serikali yenu chini ya Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inawajali na kuwapenda sana. Aidha, napenda pia kuwakumbusheni wajibu wenu wafanyakazi kwamba tuna wajibu pia wa kulinda haki kwa watumishi wengine ama kwa watu tunaowahudumia. Juzi usiku nilifanya ziara mahali fulani, nikamkuta binti moja aliyemaliza chuo kikuu cha Dar es Salaam, amepewa mtaji wa shilingi milioni 1.5 na mzazi wake ili afungue saluni. Wafanyakazi wangu wa serikali wa ndani ya kata hiyo wakaenda kwenye saluni hiyo na kuifunga kwamba yule dada alikuwa anatumia wafanyakazi ambao hawajapimwa afya, na wakamtaka binti huyo alipe 600,000 au la atalala ndani mpaka hapo mashauri mengine yatakapotokea. Kauli zile za wafanyakazi wale, na kwa sababu ilikuwa ni siku zinazoelekeana na siku ya wafanyakazi duniani, niliona kwa namna ambavyo baadhi ya watumishi wetu wanaweza kuwatoa machozi watu ambao wanaipenda serikali yao. Kwa hiyo viongozi wetu wa TUCTA nilitoa maelekezo kwamba kwanza wale watu wasimamishwe kazi, lakini pili wajieleze vizuri, lakini tatu waangalie wao wakiwa wana kazi, akafika mtu akasema nipe 600,000 na huna uende ndani, nikaona hiyo sio jambo jema. Kwa hiyo leo tunaposherehekea sikukuu ya wafanyakazi, kila mmoja bebe wajibu ndani ya moyo wake kwamba sisi ni watu ambao tunabeba taswira ya serikali. Mfanyakazi mwenzetu mmoja tu anaweza kuharibu kabisa mnyororo wa taswira ya serikali na serikali yetu ikashindwa kupendwa. Sasa hapa watumishi wote tulioko hapa, kila mmoja ajiulize swali: kwa nini sisi tuko hapa tunaitwa wafanyakazi, na kwa nini sisi sio wafanyabiashara? Lakini kila mmoja ajiulize hapa, kwa nini tunapozungumzia uchumi na watu wanaomiliki uchumi, watu wa haraka huwa tunawalenga wafanyabiashara? Maana yake ni kwamba wafanyakazi pamoja na kwamba tunapewa mishahara,
lakini kazi yetu ni ya kujitoa zaidi kuliko jambo lolote. Kwa hiyo naomba sana wafanyakazi wote wa umma mlioko hapa, tuendelee kufanya kazi kwa kujitoa, huku tukiamini kwamba tunafanya kazi ya umma yenye maslahi mapana kwa taifa, pengine hata sio maslahi kwetu wenyewe. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini jambo la pili, nafahamu pia leo wapo wafanyakazi wachache watakaowakilisha wengi ambao wamejitokeza kuwa vinara wa kazi nzuri katika taasisi zao. Mwaka jana niliziona ahadi watapewa. Mwaka huu na muda huu sitapokea neno ahadi. Kwa mfanyakazi yoyote atakayeitwa, kama napewa hela apewe. Na nilisema huu sio mwaka na wajibu na wa kuwapa watu vyeti. Vyeti vinatosha. Mavyeti ya kuonesha ubaoni yanatosha. Maisha sasa yanataka pesa. Kwa hiyo mimi naendelea kushauri kwamba kwa wale ambao mmewaandalia zawadi watumishi wetu, kama mmeandaa cheti safi, lakini cheti kitupu sio safi. Na kama mmeandaa fedha safi, hata bila cheti safi.